Bwana Yesu apewe sifa. Ni ndugu yako na rafiki yako hapa, mtumishi wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu. Leo lipo jambo Roho Mtakatifu anataka tushiriki pamoja. Ukisoma Biblia yako kwa habari ya safari ya wana wa Israeli, inatufundisha mambo gani ya kuepuka wakati tukiwa tunamtumainia Mungu, au wale ambao tunamtegemea Mungu katika maisha yetu. Narudia tena, kuna watu wanamtegemea Mungu wa mbinguni, kuna watu wanamtegemea Bwana Yesu, na kuna watu wengine tumaini lao ni kwa shetani. Kwa hiyo wale ambao wanamtumainia Mungu, kuna mambo hapa kadha wa kadha ningependa nikushirikishe. Nina hakika yatabadilisha safari yako ya kuelekea kwenye nchi ya hoteli. Ukisoma Biblia yako ile Kutoka sura ile ya 16, Kutoka sura ya 16 ule mstari wa 2 mpaka ule wa 3, utaona wana wa Israeli wakaanza kumnung'unikia Musa na Haruni kwa sababu ya chakula. Wanamwambia Musa, ni heri tungebaki kule Misri kwenye masufuria yale ya nyama. Lakini pia ukisoma tena kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 17 mstari wa 3, utaona tena wana wa Israeli wakaanza kumnung'unikia Musa na Haruni tena. Wanamnung'unikia kwa sababu ya nini? Ya kiu. Tumeona wamenung'unika mara ya kwanza kwa sababu ya chakula, mara ya pili kwa sababu ya maji. Wanamnung'unikia Musa na Haruni kwa sababu ya kiu. Utaona tena ile Hesabu sura ya 11 na ule mstari wa 1, wakaanza kuwalalamikia, wanalalamika. Sasa nataka nikufundishe kitu fulani. Kama unamtegemea Mungu, kama wewe ni mwana maombi, kuna mtu ni mwana maombi mzuri, kuna mtu ni mtoaji wa sadaka mzuri, kuna mtu ni mzuri kabisa, lakini tatizo lake ananung'unika sana. Umekuwa ni mtu wa kulalamika sana. Unamlalamikia Mungu, au unamlalamikia mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemweka mbele yako. Kwa ni mtu wa kunung'unika, manung'uniko. Nataka nikwambie madhara ya kunung'unika, madhara ya kumlalamikia Mungu, madhara ya kumnung'unikia Mungu na watumishi wake. Safari hii ya Wayahudi, ya wana wa Israeli, ilikuwa ni safari ya siku 3 tu. Siku 3. Kutoka Misri mpaka Kanaani ilikuwa ni muda wa siku 3 tu. Lakini kunung'unika, kulalamika, kuliwafanya, pamoja na sababu nyingine, kuliwafanya hawa watu waende nchi yao ya ahadi baada ya miaka 40. Mungu aliyewatoa kwa mkono wa nguvu kwa Farao, Mungu aliyemwangamiza Farao mbele ya macho yao, Mungu aliyewavusha katikati ya maji, wamefika tu mbele hapo washasahau, wanaanza kumlalamikia na kumnung'unikia. Unatuacha tuje tufie hapa? Kile Mungu alikifanya kwenye maisha yao, ambacho kiliwazuia kwa miaka 400 na zaidi, Mungu akawatoa, wameshasahau. Sio tu kusahau, na kunung'unika juu. Nataka nikuambie nini, unayenisikia? Jitahidi sana kwenye maisha yako. Maisha yana nyakati ngumu, maisha yana nyakati za hatari, maisha yana nyakati za kucheka, kuna nyakati za furaha, nyakati za kukumbatiwa, nyakati za kutokukumbatiwa, nyakati za kusaidiwa, nyakati za kutokusaidiwa. Ni jambo la kawaida kwenye maisha. Lakini kama wewe ukikosa tu chakula, na chakula unacho, umekosa tu nyama, ujala tu nyama siku 2 3, unaanza kumnung'unikia Mungu kama hawa watu. Unakosa tu maji ya kunywa kwa sababu ya kiu tu, wanamnung'unikia Mungu.
Mungu akamwambia Musa, hawa watu pamoja na uovu wote, lakini hawa watu wananungunika sana hawa. Mbona wanalalamikia sana? Hawa watu mimi siwezi kwenda nao hawa. Mungu akamwambia Musa, hawa watu hawataingia nchi ya Kanaani. Hawataingia. Yaani waliotoka Misri kwenda nchi ya Kanaani, yaani wanaoijua Misri, walikuwa ni watu wawili tu waliofika. Caleb na Joshua wanaijua Misri na wakaingia Kanaani. Hao maelfu mamilioni walioingia nchi ya Kanaani ni wale ambao walizaliwa jangwani. Lakini wale waliouona mkono wa Bwana ukimpiga Farao ni wawili tu ndio walioingia nchi ya ahadi. Wengine wote walifia jangwani. Nataka nikusaidie. Nasikia kukuambia, acha kunungunika. Punguza kulalamika. Unalalamika mno. Unafanya maombi, unatoa sadaka, huna moyo wa uvumilivu. Huna moyo wa saburi, moyo wa kuvumilia, hauna. Kidogo tu ushalalamika. Kidogo tu ulishalalamika. Kidogo tu ushamnungunikia Mungu. Nini maana yake? Unakuwa na mgogoro na Mungu. Unatengeneza mgogoro na Mungu ambao hata ukienda kwa mtumishi wa Mungu hawezi kukusaidia. Sasa nimegundua kuna kundi kubwa la watu wa Kristo, watu waombaji, watu ambao wanamwamini Mungu, lakini kinachowakwamisha huko njiani wasiingie nchi ile ya ahadi. Usiende kule ambako Mungu amekuambia uende. Usitimize ule mpango wa Mungu wa kukupeleka kule anakotaka kupeleke. Sasa nisikilize. Kunungunika na kulalamika. Kumnungunikia Mungu na kumlalamikia Mungu. Kumnungunikia mtumishi wa Mungu ambaye yuko mbele yako pamoja na kumlalamikia, kuna kufanya wewe ukae hapo hapo, usiende kule ambako Mungu anataka uende. Hata kama alikuwa amekukusudia, hata kama lilikuwa ni agano. Sikiliza. Pamoja na sababu nyingi ambazo watu wanazikwepa, lakini hii kunungunika na kulalamika kumemfanya Mungu hata lile agano ambalo aliwaapia. Sasa kunungunika na kulalamika kunavunja hata agano la Mungu, hata kusudi la Mungu kwenye maisha yako, hata agano ambalo Mungu amefanya na wewe kabla ya kuzaliwa linaondoka kwa sababu ya kunungunika. Unanungunika, unalalamika, unanungunika, unalalamika, unamlalamikia Mungu, unamnungunikia Mungu, umeniacha, mimi nateseka, Mungu mbona unambariki yule, mbona unamuinua yule, mbona ule ameolewa, mbona ule ameoa, Mungu mbona ule amejenga, Mungu mbona mimi hapana, Mungu mbona unamfanikisha yule, mbona mimi. Yaani wewe kazi yako ni kulalamika tu, sio roho ya wivu. Lakini ukimwona mwenzako Mungu amembariki, wewe unaanza kumnungunikia Mungu, unamlalamikia Mungu. Mungu mbona yule, mbona yule, mbona yule. Roho ya manunguniko, roho ya malalamiko itakufanya ufie jangwani. Sikiliza, Mungu atakulisha, Mungu atakuvisha, ila nchi ya Kanaani hautaingia. Utakula mana jangwani, utakula kware jangwani, lakini hautafika nchi ya ahadi ambayo Mungu anataka ufike. Kule ambako Mungu alikupangia uende, hautafika. Kila saa wewe ni kufionya tu, kila saa ni kufionya tu. Yani Mungu jamani, hivi kweli Mungu yupo jamani? Kweli Mungu ananiona kweli jamani? Jamani kweli Mungu ananiona? Yani Mungu angekupo nisingekuwa namna hii. Mungu ndio maneno yako tu. Unakuta ni mtu ni mwana maombi mzuri tu. Unakuta mtu ni mtoaji wa sadaka mzuri tu. Kisa tu Mungu hajakujibu kama unavyotaka kwa wakati huo. Kisa tu Mungu hajakutendea kama unavyotaka wakati huo. Nitakuombea hiyo roho ikuachie leo. Roho ya kulalamika, roho ya manunguniko. Kila unayemwona duniani ni kumlalamikia tu, ni kumnungunikia kila mtu, iwe ni mtu, iwe ni Mungu, wote unaonungunikia. Ukishanungunika unasunya Mungu, kwa nini mimi? Kwa nini mimi ndo nateseka tu? Kwa nini Mungu mimi? Kwa nini Mungu sio watu wengine? Unaishia kunungunika, unamnungunikia Mungu tu. Sasa wengine wataenda nchi ya ahadi, lakini wewe utaishia jangwani. Lile agano, ule upendo wa Mungu wa kuwatoa nchi ile ambayo mmekaa miaka 400. Yaani kitu ambacho kule kwenye familia ya kwenu kwa miaka 400 hakijai kutokea. Yaani mababu, sikiliza,
mababu na mababu na mababu, hakijawahi kutokea. Ndio umeibuka wewe sasa. Kwa sababu wale si hawakumjua Kristo, tuseme kwamba walikuwa Misri. Umeibuka wewe sasa, unamfahamu Kristo. Umeanza na Mungu. Kufika kwako nchi ya Kanaani kuna gharimu siku 3 tu. Lakini manunguniko na kumlalamikia Mungu kwenye kila shida unayopitia, kidogo tu kiu ushanagaramika, njaa tu na sio kwamba walikuwa hawali, kisa tu hawali nyama, mpaka vitunguu swaumu, mpaka matikiti wanalalamika. Sasa maandiko haya yameandikwa ili atusaidie sisi watu wa kizazi hiki, sisi watu wa sasa hivi, kwamba walimlalamikia sana Musa na Harun pamoja na Mungu, walimnungunikia Mungu pamoja na huyo, japokuwa walimtenda maovu, walimkosea, walimchukiza, ikawafanya Mungu akamwambia Musa, hao watu mimi ninawamaliza jangwani wote, alafu kupitia wewe naanza uzao mwingine. Musa akaugeuza moyo wa Mungu, akamwambia Mungu usifanye hivyo. Mungu akamkubalia, akamwambia Musa, lakini sintawaua, ila hao watu watafia jangwani, hawataenda kule. Ndio ile Mungu akawazungusha jangwani miaka 40. Wanatembea humo humo tu. Mungu anawavisha nguo, Mungu anawavalisha viatu, wanakula vizuri, wanakunywa maji, wanakula kile wanachokitaka. Lakini hawaendi kwenye ile ahadi ya Mungu. Hawaendi kwenye ile agano la Mungu ambalo aliwaapia baba zao kule. Sasa wewe inaweza ikawa ndio kikwazo cha Mungu kukupeleka kule. Punguza kulalamika, punguza kunungunika. Narudia tena. Siku za mwanadamu kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Kwa hiyo wakati wa kucheka upo, wakati wa huzuni pia upo. Unaweza kukuta mtu anafiwa na mtu wa muhimu kabisa kwenye maisha, anamnungunikia Mungu, kwa nini Mungu amekufa? Mungu kwa nini huyu? Jamani, Mungu kwa nini amekufa? Mtu ana kipindi kile cha msiba anaongea maneno yote yanaisha. Anasahau kwamba kesho naye pia anatakiwa afe, au mwaka ujao baada ya miaka mingapi atakufa. Kwa hiyo jifunze sana, uwe na moyo wa subira, uwe na moyo wa uvumilivu. Amini kwamba ahadi za Mungu ni za kweli. Amini kwamba Mungu ameikuza na kuinua ahadi yake juu kuliko hata jina lake. Bwana Yesu, namuombea huyu mtu sasa anayesumbuliwa na roho ya manunguniko, roho ya malalamiko, roho ya wivu. Ninaikemea hiyo roho, imwachie sasa katika jina la Yesu Kristo. Hata sehemu ambako amefanya makosa yake yeye mwenyewe, bado anamlalamikia Mungu, bado anamnungunikia Mungu. Hata sehemu ya makosa yake mwenyewe anakulalamikia wewe. Bwana Yesu, ninaomba toba na msamaha kwa ajili ya mtu huyu. Amelalamika sana, alifanya makosa yeye mwenyewe, akaingia kwenye hayo makosa yeye mwenyewe, na sasa hivi anakulalamikia kwa sababu anateseka ndani ya hilo tatizo ambalo amelitengeneza yeye mwenyewe. Anakunungunikia wewe, anakulalamikia wewe. Uzembe alifanya mwenyewe, makosa ameyafanya yeye mwenyewe, na sasa hivi anakulalamikia, anakunungunikia. Ninaomba umsamehe Bwana, na iondoa roho ya manunguniko ndani yake, roho ya malalamiko. Ufahamu wake umejaa kulalamika. Amekuwa ni kulalamika tu na kunungunika, ananungunikia kila mtu anayemuona, anamlalamikia kila mtu anayemuona. Hiyo roho ikutoke kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, ninakushukuru maana utamponya mtu huyu, utamkumbuka na kumsamehe. Ni maombi yangu, umpeleke na kumuingiza nchi ya ahadi, yeye pamoja na uzao wake, katika jina la Yesu Kristo. Amen. I love you.